Mambo haya yote tunayoyasema hayawezi kutekelezeka kama nchi yetu haina amani, utulivu na umoja wa kitaifa. Nilisema jana, nimesema na pale Puma, narejea na kusema hapa, na nawaomba Watanzania wote mkiwepo na ninyi wana Singida. Dunia imeshajaa michezo mingi, lazima tuwe macho kila wakati. Watanzania wote na wana Singida wote lazima tuwe macho. Michezo imeshakuwa mingi, mambo ya ajabu ajabu yameshakuwa mengi. Sisi tuna malengo kama nchi, malengo mazuri, na ninyi mnaona jinsi ambavyo rasilimali za taifa zinatumika. Tunapiga hatua. Mimi kwa taaluma yangu ni mchumi, na leo wako wachumi wengine hapa. Mkishindwa kuwauliza hawa hapa, waulizeni wachumi wa Benki ya Dunia, waulizeni wachumi wa Shirika la Fedha la Dunia. Miaka 5 iliyopita, ukanda wa Afrika Mashariki hapa hakuna nchi ilipiga hatua kubwa za kiuchumi kuliko Tanzania. Kusini mwa nchi za SADC hakuna nchi imepiga hatua kubwa za kiuchumi kama Tanzania. Haya si maneno yangu, waulizeni wachumi wote duniani mnaowajua. Reli hii inayojengwa, ambayo si reli ya kwenye makaratasi, kipande cha kwanza mpaka cha pili kinatumika, itakapokamilika ndio reli ndefu zaidi hapa Afrika, na itakuwa reli ya 5 duniani. Yaani kwa dunia nzima itakuwa reli ya 5. Mambo ya aina hii yakifanyika, sio kila mtu huwa anapenda. Wengine wanakuwa washindani wetu wa kibiashara, wengine washindani wetu wa rasilimali. Hivi tunavyoongea, Tanzania ni nchi ya kwanza kwa kuwa na rasilimali nyingi za madini adimu, rare critical minerals Wanyaturu wanasema, na ni nchi ya 9 duniani kwa kuwa na wingi wa madini hayo. Sio wote wanapenda, wengine wanatamani wayachukue bwerere kama walivyowahi kufanya kwenye nchi zingine. Tunajua, wala hata sio siri, zipo nchi ambazo zilichonganishwa, wakapiganishwa vichwa, wakagombana, wengine mpaka hawajawahi kumaliza, wengine walivyomaliza kuchotewa madini na ugomvi ukamalizwa. Na sisi wadudu wa aina hiyo wametunyemelea. Tumeona majuzi mambo yaliyotokea yale. Hatupendi kukumbushana kwa sababu yametugharimu maisha ya watu. Hatupendi kukumbushana kwa sababu yameumiza mioyo ya watu. Lakini hiyo ni michezo ambayo adui ameendelea kujaribu kila wakati. Lazima tuambizane ukweli. Haya, lazima tuambizane. Mnavyoona vipeperushi hivi, sio watu wanaoipenda Tanzania. Hao ni watu, wengine ni vibaraka wanaotumwa, na wengine ni wale wenye maslahi yao binafsi, sio yale ambayo mmekuwa mkiambiwa. Sasa mimi kwa sababu naijua hiyo michezo yao, naijua, nitawaambia Watanzania kila wakati, na kwa sababu nimepewa jukumu la kusimamia serikali, tutashughulika nao. Hatuwezi tukaweka rehani usalama wa nchi yetu, hatuwezi tukaiweka rehani nchi yetu, hatuwezi tukaweka rehani maisha ya watoto wa Kitanzania. Na hii wala tusichezeane wala tusibabaishane. Hatutakuwa na mchezo na amani ya nchi yetu, hatutakuwa na mchezo na usalama wa raia wa Tanzania. Wakati ule walitoa fedha, wakawapa baadhi ya vijana wanaowalipa, wakawatuma, nendeni mkaandikishe watu, andikisheni na hapa, andikisheni na hapa. Wakitoka wengi tunakulipa, wakifa wengi tunakulipa zaidi.
Ndio maana walikuwa wanabishana idadi ya watu, wanataka wakifa wengi tutakulipa zaidi. Na sasa wamekuja tena kutoatoa hayo matangazo, na wanatoatoa hayo vipeperushi vya aina hiyo. Tumewakamata wanaolipwa na tumeshajua wanaowalipa. Kuna moja tumemkamata hapa jirani tu hapo, alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi, na amehifadhiwa hotelini, anafanya kazi ya kuandikisha na kuwaelekeza vijana walikoweka mitego yao. Wanataka wawatoe vijana wa Kitanzania, wawatumie, wawapeleke sehemu, wawashambulie, alafu baada ya hapo waipake matope nchi yetu, watengeneze chuki ndani ya nchi yetu, na wao waendelee kulipwa. Wanafanya biashara ya maisha ya Watanzania. Haya hatuwezi tukayakubali. Tumemkamata mwingine ukusini kule akiwa anatengeneza mabomu bandia yale. Tumepata mkanda wote, na nilipongeze sana jeshi la polisi na vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwa kuwa macho. Endeleeni kuwa macho, na tunawahakikishia Watanzania nchi yetu ni salama, na wala hakuna mchezo tutauruhusu uvuruge amani ya nchi yetu, na wala hatutaruhusu hii michezo ya kuwa tunatajiana tu. Watu wanatafuta tu ni siku gani wananchi wanataka kufurahia maisha yao na uhuru wa nchi yao, wanasema kwenye siku hii tutafanya hivi. Wamekuwa nani wao mpaka watupangie siku hii tutafanya hivi? Wasitumie magrupu ya WhatsApp. Si wanataka kufanya, waje wakae mbele wafanye tuwaone. Wasikae huko wanakotunzwa huko. Wanataka watuharibie nchi yetu wakiwa huko. Hata kama wanaongea Kiswahili, wasikae huko watuharibie nchi yetu. Wasitumie magrupu ya WhatsApp, wala wasitume vipeperushi vya maandishi. Waje wakae mbele tuwaone. Haya, wala tusibabaishane, wala tusitumie lugha yenye mafuta. Hatuwezi kuweka rehani amani ya nchi yetu, wala hatuwezi kuwafanya Watanzania hii ninayoijua waishi kwa hofu kila siku. Hatuwezi kuwafanya Watanzania waishi kwa hofu kila siku. Inakuja Krismasi, na ninyi mnajua Krismasi sisi watoto wote wa Kikristo na wa Kiislamu wameshanunuliwa na nguo mpya za Krismasi. Alafu unasikia eti Krismasi tunataka tufanye hivi kwa sababu watu wote watatoka. Ndio, watatoka watu wote. Msitumie magrupu ya WhatsApp, njooni tuwaone. Inakuja Idi, watu wote tuna kanzu tumeziweka tu kwa ajili ya ubwabwa wa sikukuu ya Idi. Eti siku ya Idi ndio tutafanya hili. Inakuja Sabasaba, tuna ugeni mkubwa, tuna mambo ya kiuchumi mengi, mambo makubwa ya kiuchumi. Nasema tutafanya Sabasaba. Nini? Unajua Sabasaba kuna watu wengi watakuwa wamejitokeza. Kwa hiyo siku hiyo ambayo kuna watu wengi tunataka tufanye uhalifu. Ishi yetu ndangilile pinambule ko ile kule kio ningelela. Tutashughulika nao. Hatuwezi tukaruhusu wananchi wetu wakaacha shughuli za kiuchumi kwa sababu ya watu wanaolipwa. Na ninyi vijana wenzangu wa Tanzania, wale wote wanaotembea na vipeperushi na wale wote ambao wanalipwa kufanya uratibu, wanalipwa na wao mabwana zao, au ambao wamehifadhiwa kule wanalipwa huko, wao wanalipwa kwa kutumia maisha yenu. Kataeni. Wale wanaowalipa wamewaahidi nini? Na ninyi mkiona mtu kaandika mtandaoni, wakati mwingine mnawezaka kudhani ni watu wa maana kweli kweli. Au wanaharakati hawa wa maana. Tangu lini wameipenda nchi yetu? Wameipenda lini nchi yetu hao? Wakati wa awamu ya 4, mbaya wao ilikuwa serikali ya awamu ya 4 na rais wa awamu ya 4. Wakatukana kweli kweli. Baba watu wakasema haya, naondoka na nawaletea chuma kweli kweli. Na akaleta chuma na tukakiona.
Nchi ikiwa imenyoka inaenda, walimtukana rais wa awamu ya 5. Amna tusi baya waliacha kumtukana. Wamebadilika hawa, ndo leo hii wamekuwa wapenzi wa Tanzania hawa. Kwamba leo hii hawa wametupenda. Wameanzia lini? Hayo mapenzi ya dharura yametoka wapi hayo? Tukiwa kwenye huzuni tumepoteza kiongozi wetu wa awamu ya 5, wakafanya sherehe. Hawa wanaharakati hao mnaowaona walifanya sherehe, wakikejeli na kejeli zote. Leo hii wamehamia kwa serikali iliyopo Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukisikiliza wanachoandika unaweza ukadhani vina ukweli, lakini hawa ni wale wale. Sasa niliona niwaambie hiyo kwamba Watanzania tuwe macho, wala tusiondolewe kwenye uelekeo sahihi, kasi sahihi ya shughuli za maendeleo. Na tunayo katiba yetu wa Tanzania tunayoiheshimu. Tanzania ni moja ya nchi inayoheshimu katiba. Dunia nzima inajua. Wametutafuta tugombanishe kwenye masuala ya dini, wakakuta Watanzania ni ndugu. Wamefanya sana haya. Maana siku zile unasikia kiongozi wa dini amemwagiwa tindikali. Kiongozi wa dini hafanyi biashara, tindikali anamwagiwa na nani? Yote haya njama tu. Maana unasikia sijui padri katekwa, sijui nini sister. Hii sister na mikutano ya siasa wapi na wapi. Wanatafuta kupandikiza chuki ya kidini. Tena niwaelekeze vyombo vya ulinzi na usalama, walindeni sana viongozi wetu wa kidini, kwa sababu maadui zetu wanatutafuta kidini. Mara kanisa bomu limepigwa kanisani, bomu la kuua linapelekwa kanisani, linapigwa kanisani kwa ajili ya nini? Ingekuwa sehemu yenye fedha, unasema majambazi yalitaka kuiba, ya nini? Wakahama pale, wakaanza kupiga shambulia mwenyekiti moja. Haisemwagi sana kwa sababu wengi wao waliokuwa wanashambuliwa wenye vitu wa CCM wale. Haijawahi kuwa story kwa wanaharakati. Lakini yote ile na nakumbuka nilikuwa waziri wa mambo ya ndani. Walitaka nchi isitawalike. Hawajawahi kuwa na jema na nchi yetu. Wanashambulia kwenye uhalifu na wanamshambulia rais. Serikali ikasimama kidete, uhalifu ule ukakomeshwa. Imeingia awamu hii tena, wameendelea na staili zao hizo za kutaka kugawa taifa kwa namna yeyote ile, iwe ya kisiasa, iwe ya kidini, mambo ya uzushi. Sasa niwaambieni, hata hii ambayo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani alisema ya masuala ya vyama vya siasa, wala isichukuliwe kama vile kuna ugomvi wa vyama vya siasa. Hatujai kuwa na ugomvi wa vyama vya siasa. Hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa, wala vyama vyenyewe havina ugomvi, wala wananchi wenyewe wafuasi wa vyama vya siasa hawana ugomvi. Lakini linapotokea tishio lolote, hatutaki kudharau, tunataka tushughulike na wahalifu. Na kwa sababu ni siku 2, 3, 4 ngapi, acheni vyombo vifanye kazi vya kuendelea kushughulika na uhalifu. Tunataka tuwalinde Watanzania, tunataka usalama wa maisha ya Watanzania. Tunataka usalama wa maisha ya Watanzania na mpaka na wale walioko kwenye vyama vya siasa. Tunataka usalama wa Watanzania. Usalama kipaumbele namba 1. Usalama wa nchi yetu. Ulinzi wa nchi yetu kipaumbele namba 1. Usalama wa raia wetu kipaumbele namba 1. Usalama wa rasilimali za nchi yetu kipaumbele namba 1. Leo tuna vyama vya siasa kwa sababu nchi ipo. Ulizeni kwenye nchi zilizoharibikiwa kama wana vyama vya siasa. Lazima tuendelee kulinda nchi yetu. Lazima tuendelee kulinda usalama na amani ya nchi yetu
ili tuweze kufanya siasa kwa demokrasia iliyo safi, sio hawa wanaotaka kutumia vikundi, mikusanyiko ili waue watu, wachafue taifa letu. Ndugu wa Tanzania, tuna taarifa sahihi. Mmoja tulimkamata huku mpakani, tena ana uraia pacha, akiwa na mabomu, anaingia nchini kuwahi Disemba 9. Mabomu yale yalikuwa ya nini? Kwa hiyo walikuwa wanawaza watu wakusanyike na wao waingize mabomu, wawapige, lawama ziende kwa polisi, lawama ziende serikalini. Na wale ambao tumekwisha kuwakamata, mmoja yule alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi, mmoja alikuwa analipwa milioni 5 kila mwezi. Wametuambia michezo yote hiyo na wanaowatuma na wale ambao wameshatumwa, ipeni serikali nafasi ishughulikie. Hatutaki uhalifu. Amani ni kwa ajili ya kila mtu. Amani sio jambo la chama kimoja. Amani sio jambo la serikali, ni jambo la nchi nzima, ni jambo la kila Mtanzania. Kishamaliza haya tutashughulika, tukishamaliza haya siku 2 ngapi, 5 2 ngapi, hapo mikutano itaendelea. Lakini acha tushughulike na hawa wanaotaka kuleta uvunjifu wa amani ndani ya nchi yetu, na wala wasijikinge wakataka kwenda kujikinga kwenye mwavuli wa demokrasia, vyama. Sisi hatuna shida ya mambo ya demokrasia hapa. Sisi hata kwenye ngazi ya familia, mwanamume anakuwa chama kingine, chama tawala, mke wake yuko chama cha upinzani, na wanapeana mafuta. Ndio, hatujawahi kuwa na shida hiyo. Hatujawahi kuwa na shida hiyo. Na hata hii mizozo mingine ya kutengenezwa yote tutaimaliza tu. Hii nchi imesimamia ukombozi wa bara zima la Afrika. Itashindwa jambo la ndani ya nchi hapa? Yaso nagome ya yonge gunywana ne maya gula na ne madabu alafu mandronge ya ira. Basi nawashukuru kwa mara nyingine. Nilisisitize hilo na niwatoe hofu wa Tanzania. Nchi iko salama, iko mikono salama. Ninyi endeleeni na shughuli, wala mtu asikutie hofu. Endeleeni na shughuli kama kawaida. Anayetaka shari atakutana na sheria. Niwashukuru.